Jina la Bwana Mungu wetu litukuzwe. May the name of our Lord Jesus Christ be praised. Jina la Bwana Mungu wetu litukuzwe. May the name of our Lord Jesus Christ be praised. Mungu wetu ametupatia tena jioni hii ya leo. Our God has given to us this evening. Na hii ni fursa ya pekee kuwa miguuni pake. It is a wonderful opportunity to be at his feet. Tumebarikiwa toka vipindi vya asubuhi. We've been blessed since morning programs. Mungu alipokuwa akinena nasi. When God was speaking to us. Kupitia watumishi wake aliyokuwa akiwatumia leo. Through his servants that he has been using today. Tukisikia neno likisomwa. Hearing the word in our hearing. Tukisikia neno likiimbwa. Hearing the word being sung in songs. Lakini tumezungumza naye kwa sala. But we have spoken with him through prayer. Tulipokuwa tukizungumza naye. When we were speaking to him. Tukifungua mioyo yetu aingie ndani yetu. Opening our hearts that he may enter into us. Hii ni fursa ya pekee. This is a wonderful opportunity. Baba Mungu mkuu namna hii. That such a great God anatupatia nafasi ya sisi kuzungumza naye. Gives us an opportunity to talk to him. Lakini ametuwezesha kuitikia kwa kujitoa. But again he has enabled us to respond by our commitments. Na kutoa sehemu ya alivyotupatia. And to return to him part of what he has blessed us with. Haya ndio yaliyofanya Daudi ashangae. This is what made David to be surprised. Kwamba sisi ni nani? That who are we? Hata tukutolee vitu vyako mwenyewe. That we may give what belongs to you. Hii ni sayansi kubwa mno. This is a wonderful, a great science. Kwamba Mungu ananipatia. That God gave to me. Alafu anasema sehemu ya hivyo nilivyokupatia. And then he says part of what I give to you. Nirejeshe tena. Return it back to me. Na ndio maana unaposikia akisema. That's why when you hear him speak. Akisema yeye mwenyewe. When he himself speaks. Tolee Bwana. Give it to the Lord. Lakini pengine unasoma pia anasema. Some other parts you read he says. Murudishieni Bwana. Return back to the Lord. Kwa nini asitoe tu vile ambavyo ni vya kwangu? Why shouldn't it be just we give what belongs to him? Alafu akabaki na vingine. And then he remains with some. Hii ni sayansi kubwa mno. This is a great science. Ambayo atatujalia katika mikutano hii pia kuifahamu. That is going to enable us to understand in these meetings. Kwa hiyo tunaishia tu kusema kama Daudi. We end up just saying, sisi ni nani? Who are we? Hata tukutolee. That we may give to you. Sehemu ya vitu vyako mwenyewe. Part of what belongs to you. Haya ametutendea. Yes, he has done to us all this siku ya leo. In this day. Na hata sasa. And even now. Tunaenda kusikiliza neno lake. We are going to hear his word. The great turning point sehemu ya pili. Maamuzi thabiti part 2. Tuombe. Shall we pray? Mungu wetu. Our God. Kaa kimya unene nasi. We remain silent now. Speak with us. Tusaidie kuelewa. Help us to understand. Ili tuitikie sawa sawa na mapenzi yako. So that we may respond in accordance to your will. Katika jina la Yesu. In Jesus' name. Amina. Amen. Nitakwenda pamoja na familia. I will go with the family. Swali linalokuja kichwani ni hili. This is the question that comes to mind. Ninaenda wapi? Where do I go? Ninaenda wapi? Where do I really go? Linaonekana kuwa swali rahisi. This might seem a very easy question. Hasa tunaporejea alichosema na Ibrahim. Especially when we go back to what God spoke with Ibrahim. Lakini Ibrahim ilimchukua muda baadaye kufahamu. But it took time for him to be able to understand. Na kijana wake Isaka. And his son Isaac. Na kijana wa Isaka ambaye ni Yakobo. And Isaac's son who is Jacob. Lakini iliwagharimu sana Israeli. But it cost Israel. Kama taifa. As a nation. Kujua wapi wanaenda. To understand where they are heading to. Na hivyo leo tuna jambo moja kubwa la kwanza. And therefore today we have a major thing, the first one. Tunaenda wapi? Where are we really going?
Kwa nini hii sehemu ya pili tunasema ni maamuzi makubwa yanapaswa kufanyika? Why this part we are saying the great turning point has to take place? Sio tu niseme nitakwenda. I should not just say I will go. Ni vizuri nijue ninaenda wapi. I should know where I'm heading to. Lakini jambo la pili ambalo tunaenda But kuliangalia, the second thing that we're going to have a look at, hii inataka nifanye nini kwangu? this is what am I supposed to do? Swali liliulizwa, A question was raised. ni nani wanaokwenda? Who are going? Tunajaribu kujiuliza, We try to ask ourselves, Farao alikuwa na hofu gani? what worry did Pharaoh had? Kuanzia kesho tutaenda kuziona. From tomorrow we shall be looking at these worries of Pharaoh. Na kile ambacho Farao alikuwa anatenda And what Pharaoh used to do ilikuwa ni utendaji wa ibilisi ndani yake, was the working of the wicked one in him. kama tulivyoona mchana wa leo. As we saw this afternoon, Jambo la kwanza tulioliona, the first thing that we saw, tuliona ahadi na unabii unapoungana. we saw the promises and prophecy intertwining. Kwamba Mungu alitoa ahadi That God gave a promise. baada ya miaka 400, After 400 years, kizazi cha 4 the fourth generation kitarudi katika nchi hii. will come back to this land. Ilikuwa ni unabii That was prophecy. na ilikuwa ni ahadi, And that was a promise. na Mungu ni mwaminifu. And God is faithful. Jambo la pili tuliloliona, The second thing that we saw, alimwambia ujue hakika he told him, you should know for sure uzao wako utakuwa mgeni katika nchi that hiyo, your generation will be a stranger in Israel. watawatumikisha They will be made to work, na watawatesa. and they will afflict them. Kwa hiyo tuliona mateso kwa Therefore, watu wa Mungu, we saw the afflictions among God's people. na nikaeleza jambo hili, And I explained about this. kwa nini kutoka mpaka aruhusu mateso. Why before they exit, there has to come Jambo la kwanza tuliloliona, tribulation. The first thing that we saw, uovu wa wana wa Amori the evil of the Amorites ulikuwa haujatimia bado. was not fulfilled yet. Hiyo ni sehemu ya kwanza. That is the first part. Kwa hiyo kukaa kwao miaka yote hiyo, Therefore, they are staying there for all those years. kuna kazi ya wokovu wanaifanya kwa There wakazi is wa the Kanaani. work of salvation among the dwellers of Canaan. Lakini kaeleza jambo la But pili, I explained about the second thing. nitaieleza kwa siku chache I zinazokuja. will keep explaining for the coming few days. Kwa nini wao mateso? Why they undergo afflictions. Naamini kuanzia kesho. That is from tomorrow. Hii ni sehemu ambayo tunajiuliza mno. This is the best way we ask ourselves a lot. Kwa hivyo wakati Farao anawatesa, Therefore, when Pharaoh was afflicting them, ili kuua kutoka kwao, so that he kills their exit, yeye anajivunia anawatesa, he is proud that he afflicts them. anajivunia anawatumikisha, He is happy that he makes them work. lakini alikuwa anatekeleza mapenzi ya But Mungu. he was fulfilling the will of God. Hii ni eneo gumu mno wakati mwingine This is kulielewa, a very hard point to understand kwamba sometimes. unapoteswa wakati That mwingine when you are afflicted sometimes, huwa ni mapenzi yake yanatimia, it might be his will being fulfilled. na Biblia inaita aina hiyo ya kuteswa, And the Bible calls that kind of affliction, nasema hiyo ni neema inayosumbua, he calls it grace that is disturbing. uncomfortable grace. Neema inayosumbua. Na tutakuja kuangalia huko mbele, Now we'll come to see kwa later, sababu tunajua neema tu ya kunitoa hapa kwenda because we pale, only know the grace from this point lakini to that point. Mungu ameiweka neema inayosumbua, But God has put in place the afflicting grace. ambayo Paulo aliomba mara 3 isisumbuke, And Paul prayed 3 times to get rid of it. alafu Mungu akasema And God said, hiyo ni neema, that is grace. usijiondoe kwenye neema hiyo. Don't withdraw yourself from that Kwa hiyo grace. tunakuja kuiangalia baadaye So hapo we mbele, shall come to have a look at that later. ambayo mara nyingi maombi yetu yamegubikwa
kuchukua na kuondoa neema Many inayosumbua. times our prayers are filled with doing away with this disturbing grace. Ndio maana mbingu zinataka tunaposali That's why heaven wants us when we pray. tuseme mapenzi yako We should yatimizwe. say, may your will be done. Tunajua kidogo mno juu We only yanayotokea. know little about what happens. Siku chache hapa mbele In tutaiona the hiyo neema. coming few days we shall have a look in this grace. Lakini jambo la tatu But the tuliloliangalia, third thing that we had a look on, Ibilisi alikuwa na ajenda ya kuua the mzao. devil had the agenda of wiping away the seed of the woman. Katikati ya ajenda hiyo, And amidst that agenda, Biblia inaeleza the Bible explains hakuweza kufanya, he never succeeded. na alitumia Shifra na Pua, And he used these two men. akatumia Amramu na He Yokabedi, used Amram and Jochebed. akatumia binti ya Farao He mwenyewe used the Pharaoh's daughter himself kuhakikisha sio tu to make sure that not only hauawi Musa, Moses is not killed, lakini watoto wa kiume, but all boys, lakini taifa aliweze kufa. but the nation should not be wiped away. Kwa sababu lazima baada ya miaka 70 kitu mbele, Because after 70 plus years later, lazima warudi nchi ya Kana. they have to go back to the land of Egypt. Huwezi tengua ahadi ya You Mungu. may not nullify the promise. Ndio maana yale yanayotokea kwa sasa, That's why what happens by now, iwe ni vita, be it war, iwe ni magonjwa, be it diseases, aina yoyote inayotishia maisha anything yetu, that scares our lives, dunia hii this world haitamalizwa will not be kwa wiped away jeuri ya shetani by the arrogance of na the wicked one mawakala wake. or his messengers. Kwa hiyo hatutishiki tunaposikia hali ya anga, We are not worried when we hear about the atmosphere. mara waseme wanaona jiwe na kwenda kuipiga They say sayari. we see the stone going to hit the planet. Usipoteze muda kusikiliza Don't nonsense, waste your time listening to kwa mambo yasiyoleta sababu maana. Yesu ataikuta Because dunia Jesus will find the na world ikiwa na wakazi. with dwellers in it. Haimalizwi na COVID, It's not going to be wiped away by haimalizwi COVID, na silaha za not nyuklia. by nuclear weapons. Msiwe na wasiwasi Don't juu ya worry. watu watafirisika duniani. People will run bankrupt on earth. Kila jicho litamwona. Every eye shall see him. Hawezi kuondolewa wakazi wa dunia kwa magonjwa, kwa The dwellers njaa, of the world may not kwa be wiped away vita, by hunger, kwa by war, chochote. by anything. Kwa hiyo usivunjike Therefore, moyo, don't lose hope. ila myaonapo hayo When you see all these, changamkeni. be sober, be cheerful. Kwa hiyo Mungu anajua Therefore, the Lord is aware. haijawahi tokea dharura It has never happened as an emergence, halafu ikawa dharura kwake. and then it is an emergence to him. Hii ilikuwa sehemu ya kwanza, This was part one. lakini sehemu ya pili, But the second part, tunakwenda wapi? where are we going? Kwa nini ni maamuzi magumu sana? Why undergoing a turning point? Nina sehemu gani kufanya katika hili? What does it to do? What am I supposed to do in that? Katika kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya 12, In the book of Genesis chapter 12, ule mstari wa 7, verse 7, Mungu alimwambia Ibrahimu, hii ndiyo nchi nimekupa na uzao wako. God tells Abraham, this is the land I give you and your generation. Lakini kwenye Mwanzo 15, But in Genesis chapter 15, katika ule mstari wa 12 hadi in 16 verse 10 to 16, na mstari ule wa 7 na wa 8, and verse 7 and verse 8, anasema nakupa nchi hii pamoja na uzao wako. he says, I give you this land and all the descendants. Ibrahimu akauliza, Then he asked, nina uhakika gani ya kwamba atairithi nchi hii? how sure am I that I'm going to inherit this Ndio land? Mungu akasema leta wanyama, That's where God said, bring animals halafu pasua katikati, and then split them in the lakini middle. ndege usiwapasue. But don't split the birds. Biblia inasema jioni The Bible says that the evening, wingu zito the cloud in the sky moshi and the smoke kasimama katikati, stood in the middle. kapita katikati ya vile He vipande. went through the plots. Mungu akaweka agano, God put a covenant. na unajua wakati vinapasuliwa vile, You know, when they were splitted, kwangu mimi na wewe to me and you, unaweza usijue ni nini, you may not understand it, lakini ilikuwa ni agano la but uhai. that was the covenant of creation. Mungu alivaa usika wa kibinadamu, God wore the part of man. akapita katikati ya wanyama waliopasuliwa, He went through the split
fleeted animals. Ilikuwa ni aina ya agano ambalo ni nyeti mno, That was a covenant that was very special. ambapo Ibrahimu na yeye, Where Abraham also, mtu yeyote akirejea nyuma, when anyone could go back, itampasa kupasuliwa he was katika. supposed to be split apart. Maana yake atapaswa The kufa. meaning is that he will be supposed to die. Ndipo akamwambia uwe na That's hakika, why he told him, be sure uzao wako utakuwa mgeni that katika your nchi hiyo. generation will be a stranger Kwa in hiyo that land. akatandaza mbele yake Ibrahimu. Therefore he put before Abraham, Kwa hiyo ile nchi therefore that land, Mungu akampa uhakika wa God agano. gave him the Na assurance. Biblia inasema hivi, And the Bible says, kwa kuwa hakuna mkubwa kuliko yeye, because there is none bigger than him, anapoapa anaapa kwa jina when lake. he gives a covenant, he gives it by his name. Ilikuwa ni uhakika usio na shaka. That was sure without any Kwa hiyo hesitation. Waisraeli The Israelites, wanaposema na kwenda, when they say we are going, kichwani mwao in their minds, ilikuwa ni hamshamsha za kwenda Kana. that was the kind of movement. Wapi wanakwenda? Where are they going? Biblia inaeleza jambo hili. The Bible explains about this. Fungua usome pamoja nami Read with me. Waebrania sura ya 11. Hebrews chapter 11. Halafu usome ule mstari wa 13. And read verse 13. Hapa tunapewa kitu kingine cha ajabu sana There something new is introduced ambacho kinanishangaza mno. that amazes me. Hebu soma. Please read. Hawa wote wakafa katika imani, Hawa wote wakafa katika imani, wasijazipokea zile ahadi, hawajazipokea ahadi, bali wakaziona tokea mbali, wakaziona tokea mbali na kuzishangilia na wakashangilia, na kukiri kwamba walikuwa wageni wakakiri ya kwamba walikuwa ni wageni na wasafiri juu na ya wasafiri juu ya nchi. Hawa wote wakafa, All these died. hawajapokea ahadi, They never received the promise. wakaziona kwa mbali They saw them from afar. na wakashangilia, And they celebrated. halafu wakakiri And then they confessed mambo mawili. two things. Moja, One, ni wageni; they are strangers. mbili, Two, ni wasafiri they are pilgrims katika nchi. in the land. Sasa ikawa najiuliza hao ni wakina Now I nani? was asking who these people were. Ukiona hiyo If you see that, inataja watu 7 it mentions of 7 kuanzia people mstari wa kwanza hadi wa from verse 12. 1 to verse 12 Kwa hiyo Waebrania sura ya of 11, Hebrews chapter 11. wa kwanza The kutajwa first one to be ni mentioned Habili, is Abel, kwamba na yeye that he too alikiri confessed mambo mawili: two things, yeye ni mgeni that is a stranger halafu ni msafiri. and a pilgrim. Wa pili The anayetajwa second that is ni mentioned Henoko, is Enoch, kwamba na yeye that he too, akafa. Biblia inasema the akakiri Bible says he confessed ni mgeni he is a stranger na msafiri. and a pilgrim, Kuja kuyaona kidogo, and he saw this. halafu asema sasa inakuwaje Then kwa? says, what happens here? Lakini utaona watatu But you see wanatajwa, the third is ni listed. Nuhu, This is Noah. naye akakiri And he confessed ni mgeni, he's a stranger msafiri. and a traveler. halafu anatajwa wanne. Then the fourth is Huyo mentioned. sio mwingine ni This is Ibrahimu, none other but naye Abraham. He akakiri also confessed mgeni he's a stranger na msafiri. and a traveler. Kisha watano Then the fifth anatajwa Sara, mentioned naye Sarah. akakiri He's also ni confessed mgeni he's a stranger na msafiri. and a traveler. Kisha wa sita Then the sixth, anatajwa Isaka, Isaac. kisha wa saba And then the seventh, anatajwa Yakobo. Jacob. Hawa All wakakiri these confessed kwamba ni wageni. that they are Na ni strangers wasafiri. and they are pilgrims. Mbona alimwambia nchi nakupa, But he told him, I'm giving you this land. nakupa na uzao I wako? give you even the generation. Lakini mbona tena maandiko How yanasema come the scripture say walikiri ni they wageni, confess they are simply ile pilgrims? nchi sio yao, That land was not wao theirs. wanapita tu, They were simply passing halafu by. ni wasafiri. And then they are simply traveling. Hapo sema nitakwenda na You familia. say, I will go with my family. Wapi unaenda? Where do you really go? Sasa niangalia kidogo Now have a look kwa Ibrahimu, in Abraham. kwa sababu Biblia inaeleza wazi juu Because yake. the Bible puts it very clear. Alikiri, He confessed. alikiri, He confessed. na ndivyo alivyofundisha kijana And wake that's what he taught his son. wakati Isaka anambariki Yakobo When Isaac was blessing Jacob, katika Mwanzo sura ya in 28 Genesis chapter 28, mstari ule wa 3 na mstari wa 4. verse 3 and verse 4. Hebu soma pale Please read there. uone alivyoelewa Isaka. See how Isaac understood.
pamoja na mipaka ile Mungu aliyesema hii mipaka yote nakupa the nchi. borders that he said, I give you all this Lakini land. Isaka anakiri, But Isaac confesses, mimi ni mgeni hapa, I am simply a stranger na ni here, msafiri and I'm in the journey kama baba yangu. like my Katika father. Mwanzo sura ya 28, Genesis chapter hebu soma 28, mstari wa 3 na read 4. verse 3 and verse 4. Na Mungu Mwenyezi akubariki, Mungu Mwenyezi akubariki Yakobo, akuzidishe akuzidishe na kukuongeza, na kuongeze, ili uwe mkutano wa makabila. naam, Akupe mbaraka wa Ibrahimu, ule mbaraka wa Ibrahimu akupatie wewe na uzao wako pamoja wewe nawe, na uzao wako, upate kuirithi nchi ya kusafiri kwako. anasema hii ni nchi ya kusafiri kwako. Mungu aliyompa Ibrahimu. Mungu alimpatia Ibrahimu. Naomba usikize vizuri. Now listen carefully. Hii nchi This land ni nchi ya wasafiri. is the land of travelers. Anasema akuzidishe, He says he should increase you. akubariki, He should bless you. akupe mbaraka wa He should Ibrahimu give you a blessing of Abraham katika nchi ya in kusafiri the kwako. land of journeying. Ndio maana kwa nini Biblia inasema walikaa katika Why? hema The Bible says they stayed in the tent. wakati wanatoka nchi ya When Kaldayo ya Ibrahimu, they came from the land ile Abraham. nchi ya Uru wa Kaldayo That land, kule Mesopotamia, then Mesopotamia. wakatoa na miaka 75 They gave 75 alikuwa years. amewekeza, ameweka They had maendeleo. invested there. Kwa hiyo Mungu anasema That toka the wewe God says, move, exit now. nikakuonyesha nchi. I will show you the land. Amefika pale, And when they get there, anasema hii ndio he says, nchi. this is the land. Halafu baadaye And later anasema on, hii ni nchi ya he says, this kusafiri. is the land that you are simply passing by. Sijakuonyesha nchi I've ukae. not shown you the land to Na dwell ndio in it. maana hawakujenga That's why they never built nyumba yoyote ya kudumu. any permanent Biblia structure. inaeleza walikaa The Bible katika says hema. they stayed in Yani tents. hema ilikuwa ni kuwakumbusha ya The kwamba booths were reminding them wako they safarini are traveling. na ni matajiri wakubwa They are rich people wasiojenga nyumba ya without kudumu. putting permanent structures. Anajiuliza nini? Then you ask yourself, Lutu Lot, akaona ni ujinga huu, so that was nonsense. akabadilisha hema na nyumba ya He kudumu. changed the booth and the tent. Mwanzoni alikuwa mbali kidogo na He Sodoma, was a little bit far away from Sodom. lakini Biblia inasema But the Bible says baadaye akajongeza hema later yake, on he approached, akakaa Sodoma, he stayed in Sodom. kajenga nyumba ya He kudumu. built a permanent house. Mwanzoni alikuwa mbali na Sodoma, Before he was away from lakini Sodom. biashara ikachanganya, But the business went on. kaamua kae Sodoma. He decided to dwell in Sodom. Akaona ni ujinga He found that was kukaa nonsense katika hema, to stay in the booth or the tent. akasahau anakoenda. He forgot where he was heading to. Alipoteza mke wake, He lost his wife. alipoteza familia He yake, lost his family. alipoteza vyote He alivyovuna. lost all that he had. Hakuna hasara kubwa kama ile, There is no such a loss. lakini alikuwa na fursa ya kuwa na But he Ibrahimu. had the time to be with Abraham. Alipoteza kila kitu. He lost it all. Ni hatari kusahau It's dangerous to forget kwamba sisi ni wageni na ni that we wasafiri. are strangers and we are pilgrims. Huyo ni Isaka anambariki, That is Isaac blessing na Jacob. anampatia baraka wa He Ibrahimu. gives him the blessing of Abraham. Na unajua hii ndio baraka ambayo ya Ibrahimu aliyoitaja You know, Isaka this is safari the hii. blessing that was mentioned by Abraham. Ile ambayo walifanya mkakati na Rebeka mama yake That one that they had a trick with Rebecca, the ya mother, kumdanganya Isaka, to lie to Isaac. ile ambayo anabarikiwa lakini katika uelewa wa Esau. Where he was being blessed in the understanding of Esau. Utakapopata muda ukasoma, When you find time reading, uone kitu cha ajabu. see something surprising. Hakuna baraka ya Ibrahimu iliyotajwa siku ile. There was no Abraham's blessing that was declared on that day. Hakuna. There is none. Ni hapa siku hii, It is here in this day. wakati anaondoka kwenda kwao na mama yake, When he was going to his motherland, ndipo Isaka anasema that's when baraka Isaac wa Ibrahimu declares the blessing of Abraham. uwe nawe. May it be with you.